Kama mwanahabari na wenzangu tuliokaa tukazungumza kwamba sisi tunajua mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na nilikuwa namwambia kwenye kamati ndugu Mansuri kwamba Chama cha Mapinduzi chenyewe kilifanya, kwa kizungu wanasema they have done unthinkable, kwenye kufikiri kwamba Rais Samia ndiye anawafaa kuwa mgombea. Vyama vingine havijasema. Sasa kwa sababu wao wamefanya, haituondolei wajibu wetu wa msingi sisi kumpima na kujadili katika level ya utaifa kama rais wa nchi. Sasa hapa hatumjadili rais, hatumjadili mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, na wala hatumjadili mtu ambaye anatokana na Chama cha Mapinduzi, japo kwamba 2015 mpaka 2020 mkataba wa msingi wa wananchi ulijengwa kwenye ilani, na ilani ilipojengwa ilikwenda kuunda serikali. Sasa sisi mkataba wa msingi tunayeandikishana naye na tuliandikishana naye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwaona hapa tuna wajibu wa kujadili, kwa sababu CCM walisema Dr. Samia amefanya a tremendous job kwenye nchi hii, wakakubaliana tarehe 17, 18 pale Dodoma walikubaliana. Je, wananchi tunaona tremendous. Sasa tarehe 18 mwaka huu tunajua tarehe 19 ndio siku aliyoapa kuwa rais wa jamhuri. Kwa nini sisi tunafanya tarehe 18? Ni siku moja kabla ya kuapa. Na mwaka huu ukumbuke, mwezi wa 3 ndio kuna matukio makubwa mawili, ndio tuliyempoteza John Pombe Magufuli, na tukio hili pia lilifanyika mwaka 2021 mwezi wa 3, na mwaka huo 2021 mwezi wa 3 tulipata rais. Kwa hiyo tulikuwa na vitu viwili, na mwaka huu tuna vitu viwili. 17 tunaadhimisha miaka kadhaa ya kifo cha Dr. John Pombe Magufuli, na ndio mwaka tunaadhimisha miaka minne hiyo ya kuapa kwa Dr. Samia. Sasa yako makundi kadhaa, watakuwepo vijana voluntarily kabisa, vijana wa taifa hili, wawe bodaboda, wawe intellectuals, manake watu kutoka vyuo vikuu ambao watakuja kuonyesha thinking yao, watakuja wakulima, wavuvi. Tunachotaka kila mmoja aseme maoni yake, na hapa kwenye hili bango limesisitiza kwamba maendeleo ni haki yako. Jiandikishe, piga kura na jenga taifa lako. Maana yake hapa tunazungumzia misingi ya nchi. Hatuzungumzii temu za mapitisho ndani ya vyama vya siasa. Sasa kwa kusema hayo basi, nilisema press yangu itakuwa fupi sana. Natumia fursa hii kuwaalika na kuwakaribisha Watanzania wote kuja kwenye ukumbi wa Kwatuza Beach tarehe 18 mwezi huu wa 3, ambapo tutakuwa na mdahalo na mjadala mkubwa wa kupima kwamba yanayozungumzwa na vyama vya siasa ndiyo tunavyoyaona sisi wananchi. Nani anapaswa kuja kutuambia? Ni sisi wananchi. Tutakutana pale tuweze kufanya endorsement. Kama kweli amefanya, lazima tupime, tunampa tena, na kama hajafanya tutashauri kwamba hapa sio. Sasa nani anatakiwa kusema hayo maneno? Ni sisi wananchi kwa ujumla wake, kuja kujadiliana, kuweka misingi ya utaifa, kuweka maoni yetu. Na mimi mnanijua, kwenye nyeupe huwa na mimi niko mweupe, na kwenye nyeusi huwa niko nyeusi. Angalia vipindi nimefanya midahalo kadhaa. Kwa hili ni eneo langu la utawala kabisa. Ninapokuja swala la midahalo, mimi ni sehemu ya utawala wangu kabisa. Nimefanya na makatibu wakuu, nimefanya na viongozi, mawaziri, nimefanya na wasemaji wa serikali, nimefanya na hata siku ile mlikuwepo waziri mkuu pale, tulimuuliza mambo kadhaa na aliyatolea ufafanuzi kwa kina. Na watu wakati tunafanya kipindi kile kulikuwa na shida ya umeme hapa nchini. Tulimuuliza waziri mkuu top level ya shughuli za serikali, mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, tulimtaka
tukamuuliza na akatufafanulia. Nafikiri leo tunajua majibu yake, yamefanyika hajafanyika. Sasa hapa hatupo kusema wamefanya hawajafanya. Siku hiyo umma, kwa sababu umma ndio wenye mamlaka full ya kuteua na kutengua. Kwa hiyo nitumie fursa hii kusema karibuni Watanzania wote kwa Tunza Beach tarehe 18 kuanzia saa 3 asubuhi, na kutakuwa na shughuli hapa katikati kuelekea kwenye hilo tukio. Tutaenda kukutana na makundi kadhaa, kwa sababu kuna makundi mengine yatatoka voluntary kabisa. Tulijaribu kuambia vijana katika vyuo mbalimbali waje kutoka Kagera, waje kutoka Shinyanga, waje kutoka Simiu, waje kutoka Mara, kote huku. Msingi mkubwa ni kujadili miaka minne ya Dr. Samia kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nadhani ibara ya 33 ya katiba iko clear kwamba kutakuwa na mkuu wa nchi, kutakuwa na mkuu wa serikali na kutakuwa na amiri jeshi mkuu. Hapa sisi tunamjadili mkuu wa nchi, head of government, head of state and commander in chief, ndio mtu ambaye tunatakiwa kumjadili sisi hapa. Sasa kwa mantiki hiyo basi, vyombo vya habari sikio vitakuwa live ili kutoa uwanda mpana kwa watu walioko Tandahimba, walioko Dar es Salaam ambao hawatafika. Kuna waandishi wawili wataongoza mjadala huo kwa kina kabisa. Dr. Emmanuel Bulendu, na mfahamu, mhadhiri, sasa hivi ni dokta, alimaliza chuo huko China, karejea. Atakuwa ni mmoja wa waendesha mdahalo huo mkubwa wa kitaifa ambao utaenda kujadili rasilimali za nchi na mwelekeo wa taifa, wakiambatana na mtu mmoja sasa hivi, kijana wangu anaitwa Chief Edwin Odemba, atakuwepo hapa. Wao watakuwepo hapo kujadili na kuongoza mdahalo hiyo. Mgeni rasmi atakuwa nani? Najua mnasubiri hapo. Tutakuwa na press ya pili kuwatangazia kama tulimleta waziri mkuu kwenye mdahalo huu. You can think nani anaweza kuja. Kama ambavyo siku 3 kabla ya tukio tutakuja hapa tena kumtangaza sasa mgeni rasmi atakuja nani. Na mgeni rasmi actually hatuwezi kumuita mgeni rasmi, naomba nirekebishe vizuri. Tutamuita mtumishi wetu kuja hapa, tumuulize kwamba wewe tulikupa hiki, wewe tulikuelekeza hiki tunakupongeza umekifanya, je hiki? Kwa hiyo tutakuwa na kazi ya kumshauri, hata kumuonya, kwa sababu si mtumishi wetu bana. Ibara ya 8 inasema, kwa hiyo siku 3 kabla ya tarehe 18 nitawaita, na ndio tutawatangazia kwamba mtumishi wetu atafika hapa, tutamuuliza, na nyinyi kama wanahabari mtakuwepo, tutamshughulikia kwa maswali na tutampongeza kwa maswali na tutaonya panapostahili. Tarehe 18 mwezi wa 3 kwa Tunza Beach kuanzia saa 3 asubuhi kutakuwa na mdahalo huo. Nitumie fursa hii kuwashukuru na kusema mjadala utakuwa wa wazi na watu wote wanakaribishwa, ikiwemo vyama vya kisiasa. Ni wanahabari waliokaa, wanaoendesha midahalo na mijadala ya kitaifa. Tulikaa tangu mwaka jana, tukakubaliana, tukaanza kufikiri nchi hii ili tuweze kumove inahitaji mijadala, na mijadala ndiyo njia pekee ya kutibu. Sasa nini Dr. Bulendu, kina Chief Odemba, wakina Korumba Lebaba, wote hawa wanaendesha mijadala ya kitaifa. Sasa wanaoendesha mijadala ya kitaifa ndio muda ambao tunakutana kuchambua, kutoa ushauri, kutoa mwelekeo, ni waandishi wa habari. Ndio maana hata Mansuri hapa ni mwanahabari, yuko hapa. Mwaka jana na Sengo ulikuwepo kumbini, ni kwamba walikuja watu wengi. Sisi tuna utaratibu mzuri sana, tunaalika viongozi, sio? Tunaalika wakurugenzi katika level hiyo, lazima tuwaalike. Tunaalika wakuu wa wilaya, lazima tuwaalike. Watakuwepo wabunge, lazima tuwaalike. Watakuwepo madiwani, lazima tuwaalike. Wataalamu kutoka taasisi za serikali lazima tuwaalike. Kwa sababu tusipowaalika tutajikuta
tutajikuta tunafanya mjadala ni kama wenda wazimu, na sisi hapa hatuko kama wenda wazimu. Hapa tutawaita viongozi. Mkurugenzi kipindi kile alipigwa swali wa halmashauri akajibu, alipigwa swali waziri mkuu akajibu. Sasa mwaka huu tarehe 18 bado tuna karibu siku karibu 10 na kitu, ndio maana tuna press ya pili ya kukuambia sasa usianze kujishinikiza kwamba bana anakuja makamu wa rais hapa, ngoni kajiandae. Wewe jua hivi matatizo ulionayo, kama kuna hoja ulizonazo za kupunguza, nenda kafikiri ukiwa katika neutral ground bila kuwa na shinikizo. Kuna fulani nenda kumshughulikia, ila siku hiyo utatumkuta unayetaka kumuuliza. Kama ni diwani wako tutamwalika, kama ni mkurugenzi atakuta. Ndio maana siku hiyo walikuwepo wataalamu wa maji, walikuwepo wakuu wa wilaya, walikuwepo wabunge, alikuwepo waziri mkuu. Sasa Bwana Sengo kaka yangu katika taaluma kwa muda mrefu, naamini watu wa kujibu tunachoenda kukiuliza watakuwepo wa kutosha kabisa. Tunatarajia kwa kweli kuwa na watu kama 3,000 kwenye ukumbi ule. Hayo ni matarajio ya juu kabisa, ambapo ukumbi kwa nature ukumbi ule tulitamani kuwa na watu wengi zaidi, lakini tunaendelea kushauriana kwa sababu makundi mbalimbali yatakuja. Kwa hiyo lakini 3,000, 3,500, 3,000 hapo, kwa sababu hatutawajaza sana pale, ukumbi utakuwa umefurika. Ndio matarajio. Akasema tathmini Bwana Sudi ya kongamano lililopita. Tulimuuliza waziri mkuu, umeme utaimarika lini? Akasema tuna miezi miwili tu hamtasikia tatizo la umeme. Sisi tukifanya tathmini tunaona hakuna tatizo hilo. Kwa hiyo tunaona kongamano lilisaidia wajibu. Tuliuliza maswali kadhaa. Tuna kelele tunazisikia, Mheshimiwa Waziri Mkuu, bado watu wanabambikiziwa bili labda za maji na nini na nini. Tulimuuliza pale, majibu yalitoka. Labda sasa na mimi nilifanya tathmini yangu na ndugu zangu, kwa kweli naona baadhi ya maeneo kama ni matatizo yamepungua, sio kwamba yamekwisha. Sije ukaenda tu yao yamepungua, sio kwamba yamekwisha. Kwa hiyo tathmini ile imetupa picha kwamba kufanya makongamano ya namna hii yanaweza kujibu maslahi mapana ya msingi ya nchi yetu na maendeleo kwa watu. Kwa sababu tuliuliza maswali kwamba bana, hili daraja ni kweli tutalivuka mwaka huu? Wakati tunamuuliza ilikuwa asilimia nadhani 65 au hivi. Leo tunaambiwa lina 80 na kitu, sio 90. Lina asilimia 90. Maana yake walienda wakaambia wananchi, wenye nchi wameuliza maswali yao na tumewahakikishia mwakani watapita. Sasa mwaka huu walituambia tutapita hapo. Kwa kweli ni wakati mwingine ukifika pale unaweza kupita, unachomoza kidogo. Unaweza kuona, sio? Kwa hiyo tathmini ni nzuri ya kongamano letu la mwaka jana. Limejibu maswali, limejibu hoja za wananchi, japo haizuii kwamba ziko changamoto ambazo pia na zenyewe tutawauliza mwaka huu. Mimi niwashukuru sana. Asante sana. Nawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awabariki.